Msimu kwa kipindi cha mwezi Novemba 2025 mpaka Aprili 2026. Kwa upande wa kanda ya magharibi ambayo inajumuisha mikoa ya Kigoma Kusini, Katavi pamoja na Tabora, na upande wa kanda ya kati ambayo inajumuisha mikoa ya Singida na Dodoma, haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za chini ya wastani hadi wastani. Naomba nisisitize, yatapata mvua chini ya wastani hadi wastani. Lakini kwa upande wa kanda ya nyanda za juu kusini magharibi ambayo inajumuisha mikoa ya Rukwa, mikoa ya Songwe, Mbeya, pamoja na Njombe, Iringa na Morogoro Kusini, pamoja na kanda ya kusini, mkoa wa Ruvuma na pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara, haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za wastani hadi chini ya wastani. Sasa ifuatayo ni tathmini ya kuanza na kuisha kwa mvua. Kwa upande wa kanda ya magharibi ambayo kama nilivyoainisha inajumuisha mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, maeneo haya tunatarajia kwamba mvua zitaanza wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Oktoba na kuisha katika wiki ya 4 ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Lakini kwa upande wa kanda ya kati, mikoa ya Dodoma na Singida, haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Disemba na kuisha katika wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Aprili. Lakini kwa upande wa nyanda za juu kusini magharibi, katika haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya pili na ya 3 ya mwezi Novemba na kuisha katika wiki ya 4 ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei 2026. Kwa upande wa pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara na kusini, mkoa wa Ruvuma, maeneo haya tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Disemba na kuisha wiki ya 4 ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Angalizo ambalo tunalitoa ni kwamba msimu wa mvua kwa mwaka huu Novemba 2025 hadi Aprili 2026 tunatarajia kwamba utatawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha katika maeneo mengi. Sasa ufuatao ni tathmini ya athari na ushauri ambao umechakatwa kwa pamoja na wataalamu bingwa wa mamlaka ya hali ya hewa na wadau katika sekta mbalimbali. Tukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na upungufu wa unyevu katika udongo unaweza kujitokeza katika maeneo mengi na kuathiri ukuaji na maendeleo ya mazao na kupunguza mavuno. Lakini pia upo uwezekano wa kuongezeka kwa wadudu waharibifu wa mazao kama vile panya na mchwa. Ushauri ambao tumeutoa ni wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba kwa wakati, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa kuzingatia hali ya unyevu katika udongo. Pia wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuhifadhi maji shambani. Wakulima wanashauriwa kutumia taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani katika kuchagua mbegu na zao sahihi kulingana na mwelekeo wa msimu kama ambavyo tumeeleza. Kwa sekta ya mifugo na uvuvi, athari tuliyoainisha ni pamoja na upungufu wa mvua hasa katika nusu ya kwanza ya msimu kwa maana ya mwezi Novemba, Disemba na Januari, unatarajiwa kuathiri upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo na kusababisha migogoro kati ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Tunashauri wafugaji kuweka na kutekeleza mipango bora ya matumizi na uhifadhi wa maji pamoja na vyakula vya mifugo. Kwa sekta ya utalii na wanyamapori, athari tuliyoainisha ni pamoja na uwezekano wa hifadhi za taifa na mapori ya akiba kukumbwa na upungufu wa malisho na maji kwa wanyamapori, hali inayoweza kusababisha migogoro kati ya wanyamapori na jamii zinazozunguka maeneo hayo. Mamlaka inashauri kuboresha miundombinu mbalimbali katika mbuga na mapori
ya akiba na kujenga uelewa kwa jamii ili kuchukua hatua stahiki kutokana na athari zinazoweza kujitokeza. Kwa sekta ya ujenzi, usafiri na usafirishaji, athari ni pamoja na kunufaika kutokana na upungufu wa mvua katika msimu huu. Hata hivyo, vipindi vifupi vya ongezeko la mvua, vipindi vifupi vya mvua kubwa vinaweza kuathiri au kusitisha shughuli kwa muda. Kwa hivyo tunashauri wadau katika sekta hii kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa ujenzi wa miundombinu mbalimbali pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Lakini pia tunashauri wadau katika sekta hii kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri wa kila siku na tahadhari zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Kwa sekta ya nishati, maji na madini, athari tunayoainisha ni pamoja na uwezekano wa kupungua kwa kina cha maji kwenye mabwawa na mtiririko wa maji kwenye mito, hali ambayo inaweza kupunguza upatikanaji wa maji kwa matumizi mbalimbali na kusababisha migogoro kati ya watumiaji wakubwa na wadogo. Ushauri ni pamoja na kuhakikisha kuwa tunakuwa na matumizi endelevu ya rasilimali maji, hasa katika shughuli za madini, uzalishaji wa umeme, matumizi ya viwandani na majumbani. Mamlaka za serikali za mitaa, athari tuliyoainisha ni pamoja na uwezekano wa kutokea upungufu wa upatikanaji wa maji kwa matumizi ya nyumbani, matumizi ya kilimo na mifugo, hususa katika maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za chini ya wastani hadi wastani. Lakini pia vipindi vifupi vya mvua kubwa vinaweza kujitokeza katika baadhi ya maeneo na kusababisha kutuama kwa maji na mafuriko. Hali hii inaweza kusababisha uharibifu wa miundombinu na upotevu wa maisha na mali. Ushauri ni pamoja na mamlaka za serikali za mitaa kuchukua hatua madhubuti, ikiwemo kuimarisha na kuboresha mifumo ya usambazaji maji safi kwa matumizi ya nyumbani na sekta nyingine muhimu. Lakini pia mamlaka za serikali za mitaa zinashauriwa kuboresha mifumo ya mifereji ya maji ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mafuriko, sambamba na kutoa elimu kwa jamii juu ya hatua zinazopaswa kuchukuliwa katika utekelezaji wa shughuli za kijamii na kiuchumi. Kwa sekta ya afya, athari tulioainisha ni pamoja na upungufu wa mvua unaotarajiwa katika msimu unaweza kusababisha matumizi ya maji yasiyo safi na salama kwa jamii. Ushauri wetu ni kwa mamlaka husika pamoja na umma na wananchi kwa ujumla kuchukua tahadhari muhimu za kiafya ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza, kama vile kuhamasisha jamii kutibu maji kabla ya kutumia, kunywa maji safi na salama, na kuhakikisha upatikanaji wa akiba ya kutosha ya dawa na vifaa tiba. Kwa sekta ya binafsi, shughuli za kilimo biashara na uzalishaji wa viwandani zinaweza kuathiriwa kutokana na upungufu wa mvua. Hali hii inaweza kusababisha ongezeko la gharama za upatikanaji wa malighafi na uendeshaji, pamoja na kuathiri ubora wa bidhaa. Ushauri wetu ni kwa taasisi za fedha zikiwemo benki, taasisi za mikopo na bima, zinashauriwa na tunahimiza kuandaa na kutoa huduma mahususi kwa wadau ili kuendelea kujenga ustahimilivu na kuhakikisha uendelevu wa biashara. Kwa usimamizi wa maafa, athari ni pamoja na uwezekano wa kutokea upungufu wa maji safi na salama, kupungua kwa uzalishaji wa chakula na uhaba wa malisho kwa mifugo. Lakini hapa athari ya pili ni pamoja na uwezekano wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinavyoweza kujitokeza na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Tunashauri kwa idara ya usimamizi wa maafa kuchukua hatua stahiki, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kuhusu usimamizi wa maafa,
na miongozo itakayosaidia katika kuzuia au kupunguza athari, kujiandaa na kukabiliana na maafa, pamoja na kuhamasisha uhifadhi wa chakula. Kwa wenzetu wa vyombo vya habari, kwanza tunaendelea kuwashukuru kwa kazi kubwa ya kuendelea kuhabarisha na kuelimisha umma, na hivyo tunashauri kwamba tuendelee kufuatilia na kupata taarifa kutoka za utabiri na tahadhari kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa ili kuhakikisha kwamba utoaji wa taarifa kwa wakati unafanyika kwa wakati, na ambapo pia utaendelea kusaidia kuelimisha umma kuhusu athari zinazoweza kusababishwa na hali ya hewa. Lakini pia tunaendelea kushauri kwamba tuendelee kutafuta na kutumia ushauri wa kisekta kutoka kwa wataalamu, kuandaa na kusambaza makala na ripoti za kisekta kwa lugha rahisi kwa lengo la kuhabarisha na kuelimisha umma kuhusu matumizi ya utabiri katika kukabiliana na athari za hali ya hewa. Mamlaka pia imeendelea kutoa utabiri katika maeneo madogo. Mwelekeo wa mvua za msimu Novemba 2025 na Aprili 2026 pia tunatoa utabiri katika ngazi ya wilaya. Na wilaya 63 zilizo katika ukanda unaopata msimu mmoja wa mvua kwa mwaka zitapatiwa utabiri huo kwa maeneo madogo madogo. Nimalizie kwa kusema tunaendelea kuhimiza kutumia taarifa za hali ya hewa kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu.